Hichi ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanaendelea. Kwanza kabisa nikwambie zipo taarifa zilizokuwa zinazagaa kwamba waziri mkuu wa Ukraine atajiuzulu Yulia Sviridenko, na Zelensky amekwisha mtafuta waziri mkuu mwingine kwa sababu ya kukinzana kwenye mawazo ya hapa na pale. Sasa nikwambie taarifa hiyo imetoka rasmi na waziri mkuu wa Ukraine Yulia Sviridenko amejiuzulu Jumanne, ikiwa ni sehemu ya mageuzi ya serikali yaliyoagizwa na Rais Volodymyr Zelensky. Zelensky ambaye amekubali uamuzi huo bado hajamtaja mrithi wa nafasi hiyo, huku akisema tu kwamba Kyiv inabadilisha mkakati wake wa kisiasa katikati ya changamoto na majukumu mapya. Bunge tayari limeidhinisha kujiuzuru kwa kiongozi huyo aliyechaguliwa Julai 2025. Mabadiliko haya yanafanyika kwenye kipindi tete cha vita vya miaka minne ya Urusi nchini humo, huku Moscow ikiendeleza mashambulizi ya makombora. Mabadiliko haya yanafanyika katika kipindi tete cha vita vya miaka minne vya Urusi nchini humo, huku Moscow ikiendeleza mashambulizi makali ya makombora na Kyiv nayo ikijipanga kutengeneza mifumo ya kujilinda angani ya US Patriot. Sasa nikwambie Urusi imefanya mashambulizi mapya usiku kucha makombora ya ballistic dhidi ya mji mkuu wa Ukraine Kyiv, huku milipuko kadhaa ikisikika katikati ya jiji, na hayo yamesemwa na mamlaka nchini Ukraine. Mamlaka mjini Kyiv imesema moto ulizuka katika wilaya mbili, huku baadhi ya matukio hayo yakisababishwa na mabaki ya makombora yaliyoanguka. Makombora ballistic ni magumu sana kuzuiwa kutokana na kasi yake kubwa. Mashambulizi hayo yametokea muda mfupi baada ya baadhi ya wanachama wa kile kiitwacho muungano walio tayari, unaojumuisha zaidi ya nchi 35 zinazoiunga mkono Ukraine katika kujilinda dhidi ya uvamizi wa Urusi, kuzindua mpango mjini Paris nchini Ufaransa wa kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine. Ukraine imekuwa ikijitetea dhidi ya uvamizi kamili wa Urusi kwa zaidi ya miaka minne kwa msaada wa mataifa ya Magharibi. Vilevile hasara za vikosi vya kijeshi vya Ukraine kwenye eneo maalum la operesheni ya kijeshi wiki iliyopita, ikiwa ni pamoja na mamluki wa kigeni, zilifikia zaidi ya 9,900 ya askari waliouawa na kujeruhiwa, huku uharibifu mkubwa zaidi kwa adui ukisababishwa na vitengo vya Urusi vya Battle Group Mashariki. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anaripoti. Marochko aliongeza kuwa wakati wa wiki hiyo vikosi vya Urusi pia viliharibu karibu ndege zisizo na rubani 5,000 za Kiukraini zenye mabawa ya kudumu, vifaru viwili pamoja na vifyatuaji vitatu vya rocket. Idadi ya mashambulizi ya kujitetea vikosi vya kijeshi vya Ukraine karibu na Krasny Liman katika Jamhuri ya Watu Donetsk katika jaribio la kukamata tena mistari na nafasi zilizopotea hapo awali limepungua sana. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anaripoti. Katika eneo la Krasny Liman, wanamgambo wa Ukraine wanalenga kushikilia nafasi zao. Majaribio ya kuchukua tena mistari na nafasi zilizopotea yamepungua mara kadhaa, aliandika kwenye ukurasa wake. Vilevile jeshi la Ukraine linaendelea kufanya mashambulizi ya kujitetea karibu na Konstantinovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk katika jaribio la kuchukua tena mstari wa nafasi zilizopotea hapo awali, huku Kyiv ikipata hasara zisizo za haki za wafanyakazi wakati wa mashambulizi hayo. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Marochko hapo awali aliripoti kwamba vitengo vya jeshi la Ukraine vilijaribu kushambulia tena karibu na Konstantinovka wiki iliyopita, lakini vikosi vya Urusi vilizuia mashambulizi yote ya adui. Kyiv ilipata hasara na kurudi nyuma kutoka mji huo. Jeshi la Ukraine linashambulia maksudi njia za kibinadamu huko Konstantinovka katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema, akiongeza kuwa wanajeshi wa Urusi wanapaswa kufanya operesheni kamili ili kuwahamisha raia. Na vikosi vya Urusi vilifanya mashambulizi ya kikundi usiku kucha vikishambulia vituo vya kijeshi vya viwanda huko Kyiv na miundombinu ya bandari katika bandari ya Yuzhny katika mkoa wa Odessa, ambayo hutumika kupakua na kuhifadhi mafuta na vilainishi kwa ajili ya jeshi la Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema ndege zisizo na rubani za FPV ambazo akili ya Ukraine ilikusudia kutumia katika shambulio la kigaidi dhidi ya kampuni ya kimkakati katika mkoa wa Moscow zilikuwa na vilipuzi vilivyotengenezwa na wageni vyenye chaji ya kilipuzi ya kilo 4 kila moja. Mtaalamu mkuu wa vilipuzi vya uchunguzi wa jinai wa huduma ya usalama ya shirikisho la Urusi anasema, ni kwambia hivi, hatujamaliza. Huduma ya usalama ya shirikisho la Urusi imezuia shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani kwenye kituo cha kimkakati kwenye eneo la makazi katika mkoa wa Moscow, ofisi ya mahusiano ya umma ya FSB imeripoti. Wakati wa operation ya kukabiliana na huduma za usalama za Ukraine, FSB imezuia shambulio la kigaidi
lililopangwa na huduma ya usalama ya Ukraine dhidi ya biashara ya kimkakati kwenye eneo la makazi katika mkoa wa Moscow. Shambulio hilo lilihusisha matumizi ya ndege zisizo na rubani ambayo yalikuwa yameletwa nchini Urusi kinyume cha sheria. Vikosi vya roboti za ardhini vinapigana nchini Ukraine vikiandika upya sheria za mapigano. Gazeti la The New York Times linaripoti, limesema kwamba mbali na droni zisizo na rubani ambazo zilivutia umakini wa ulimwengu, majeshi ya magari ya ardhini yasiyo na rubani, mashine zinazofuatiliwa na zinazoendeshwa kwa magurudumu, hupeleka vifaa na risasi, kuhamisha waliojeruhiwa, kuweka mabomu na kudumisha udhibiti katika eneo hilo. Ulaya inakabiliwa na matatizo ya kiuchumi kutokana na akiba ndogo ya gesi na migogoro inayoendelea nchini Ukraine na karibu na mlango bahari wa Hormuz. Rais wa Serbia Alexander Vučić anawaambia waandishi wa habari wa Serbia huko Paris, tunaweza kusonga mbele kiuchumi kutokana na hali ngumu inayosubiri Ulaya yote. Akiba yetu ya gesi haijawahi kuwa chini hivi. Wakati huo, angalia machafuko yanayozunguka mlango bahari wa Hormuz, Iran, wa Marekani, pamoja na mzozo wa Urusi na Ukraine ambao unazidi kugeuka kuwa vita kuhusu rasilimali za nishati na vifaa vya masoko mbalimbali. Kwa hivyo, kuna matatizo na magumu mengi yanayotukabili sote na sijui tutapataje njia ya kutoka. Vučić anatembelea Paris kwa mwaliko wa kiongozi wa Faransa Emmanuel Macron. Amehudhuria chakula cha jioni katika jumba la LC viongozi kutoka EU, NATO na kile kinachoitwa muungano walio tayari, na atahudhuria gwaride la kuadhimisha siku ya kitaifa ya Ufaransa mnamo Julai 14. Vituo vya ulinzi wa anga vya Urusi na vitengo vya silaha vinavyotembea vinapunguza hadi 80% ya ndege zisizo na rubani zilizorushwa na Ukraine katika Jamhuri ya Watu Lugansk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kikosi cha magharibi cha Urusi kimeharibu quadcopter 107 nzito za Ukraine pamoja na ndege 118 zisizo na rubani za UAV na vituo 47 vya udhibiti wa ndege zisizo na rubani katika saa 24 zilizopita. Msemaji wa kikundi cha vita Ivan Bigma aliripoti. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Balozi wa Ukraine nchini Marekani Olga Stefanishina aliwasilisha ombi la kujiuzulu kutokana na hali yake binafsi wiki iliyopita na Volodymyr Zelensky ameidhinisha, shirika la Ukraine na UNN linasema. Wakati huo naibu wa bunge Rada Alexei Goncharenko aliripoti kwenye channel yake Telegram kwamba Stefanishina alikuwa tayari amerudi Kyiv siku kadhaa zilizopita. Kulingana na vyanzo vyake, ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine inaweza kumshtaki. Inatarajiwa kwamba balozi mpya nchini Marekani atakuwa Yulia Sviridenko ambaye amejiuzulu wadhifa wake wa waziri mkuu. Ujerumani inahusika na mashambulizi ya kigaidi yanayoendelea dhidi ya vituo vya raia wa Urusi, kwani imekuwa msingi mkuu wa viwanda unaounga mkono tasnia ya ulinzi ya Ukraine. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani kilichopigwa marufuku Kyiv na mkuu wa sasa wa harakati ya mambo ya kisiasa Ukraine, anasema mnamo 2026 Ujerumani kwa kweli imekuwa msingi mkuu wa viwanda unaounga mkono tasnia ya ulinzi ya Ukraine katika vita dhidi ya Urusi. Jambo muhimu ni kwamba nchi za magharibi kwa pamoja zifanye mashambulizi dhidi ya vituo vya viwanda vya raia vya Urusi kwa kutumia Ukraine kama kifuniko, na ukweli huu si siri kwa mtu yeyote. Ni Ujerumani iliyo nyuma ya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya malengo ya raia nchini Urusi, aliandika kwenye chapisho lililochapishwa kwenye tovuti ya harakati hiyo. Vilevile, Ujerumani kwa kuruhusu viwanda vyake kufanya kazi kwa mahitaji ya eneo la kijeshi na viwanda la Ukraine inawafanya watu wake kuwa mateka, kwani viwanda hivi vinakuwa shabaha halali za Urusi. Viktor Medvedchuk, kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani cha Platform for Life kilichopigwa marufuku na Kyiv na mkuu wa sasa wa harakati ya Other Ukraine, anasema Poland ilitoa kati ya makombora 3 hadi 9 kwa ajili ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot kwa vikosi vya jeshi vya Ukraine kama sehemu ya kifurushi cha misaada ya pamoja kutoka nchi kadhaa za NATO katika majira ya kuchipua ya 2026. Naibu mkuu wa wizara ya ulinzi ya Poland Zachary Tomyszczyk anasema hapo awali waziri wa ulinzi wa Poland aliamua kuondoa maelezo ya vifaa vya misaada ya kijeshi kwa Ukraine baada ya wanasiasa kadhaa wa upinzani na wawakilishi wa utawala wa Rais Karol Norok kuishutumu serikali kwa kuhamisha makombora ya mfumo wa Patriot hadi Kyiv. Vile wizara ya mambo ya nje ya Ujerumani imesema kwamba balozi wa Urusi nchini Berlin Sergei Nechayev aliitwa kwenye idara hiyo kuhusiana na kampeni inayodaiwa ya mtandao iliyoelekezwa dhidi ya Ujerumani
washirika wake wa EU na Ukraine. Mashambulizi ya mtandaoni dhidi ya Ujerumani, washirika wa EU na Ukraine hayakubaliki, inadaiwa katika taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani kwenye mitandao ya kijamii ya X. Tunayajibu kwa uamuzi, ikiwa ni pamoja na kupitia vikwazo vya ziada. Zaidi ya hayo, tulimuita balozi wa Urusi leo na kwa mara nyingine tena tukaelezea msimamo wetu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Ujerumani ilisema. Vilevile Volodymyr Zelensky amewasilisha bungeni muswada wa sheria kupanua sheria ya kijeshi na kampeni ya uhamasishaji nchini Ukraine kwa siku 90 zaidi kuanzia Agosti 2, kulingana na tovuti ya bunge la Ukraine. Miswada hiyo itazingatiwa na kamati husika kabla ya kuwasilishwa kwa ajili ya upigaji kura wa bunge. Sheria ya kijeshi na uhamasishaji wa jumla vilitangazwa nchini Ukraine mnamo Februari 24, 2022. Utakuwa muda wao wa 20 wa kuongeza. Hakuna uchaguzi wa rais wala wabunge wala mitaa uliofanyika nchini Ukraine, huku kukiwa na sheria ya kijeshi, ingawa muhula wa Zelensky wa ofisi uliisha Mei 20, 2024. Vilevile inaelezwa kwamba tangazo la hivi karibuni la Volodymyr Zelensky la mipango ya kufanyia marekebisho ya serikali ya Ukraine inaonekana kuwa ni hatua ya kimkakati inayolenga kuunda udanganyifu wa maendeleo na kupunguza mvutano wa kijamii ndani ya nchi. Hata hivyo, kwa kweli maafisa wa Kyiv wanabadilishana tu nafasi na ujanja huu hauwezekani kuleta mageuzi yoyote yenye maana. Seneta wa Urusi Alexander Voloshin, anayewakilisha Jamhuri ya Watu Donetsk, alielezea mtazamo huu akisisitiza kwamba mabadiliko kama hayo ni hatua za kuinua uso. Hapo awali Zelensky alitangaza umuhimu wa kuchukua nafasi ya baraza la mawaziri la sasa na kutangaza nia yake ya kumfukuza Waziri Mkuu Yulia Sviridenko. Baadaye Sviridenko alithibitisha kujiuzulu kwake kutoka kwenye nafasi ya waziri mkuu. Vilevile Volodymyr Zelensky amethibitisha kwamba wanajeshi wa kikosi cha 155 cha kikosi tofauti cha mitambo cha jeshi la Ukraine waliwaua kikatili wakazi wawili katika mkoa wa Kyiv. Wanajeshi 10 wamekamatwa, akiwemo kamanda wa zamani wa kikosi hicho Stanislav Luchanov. Siku ya Jumamosi iliripotiwa kwamba wanajeshi kutoka brigade 155 walikamatwa kwa kuwateka nyara na kuwaua ndugu wawili katika mkoa wa Kyiv, kama gazeti la kila wiki la Zerkalo Nedel ilivyoripoti. Luchanov aliwaamuru wasaidizi wake kuadhibu wanaume hao wawili. Vilevile, Umoja wa Ulaya ulianza mazungumzo ya kujiunga na Ukraine chini ya kundi la pili kati ya makundi 6 mazungumzo. Waziri wa masuala ya Ulaya wa Ireland Thomas Bryan, ambaye nchi yake inashikilia urais wa baraza la EU, alisema, leo tumefikia hatua nyingine muhimu katika safari ya wanachama wa Ukraine katika EU kwa kufungua kundi jingine muhimu la mazungumzo kuhusu mahusiano ya nje, alisema katika mkutano na waandishi wa habari huko Brussels. Kulingana na Bryan, EU hapo awali ilikuwa imefungua kundi nambari 1 mwezi Juni. Shukran kwa Babu Kivita.